Sababu leo msemaji wangu Ahmed alisema watu waje kuangalia starehe, na nadhani starehe mmeona. Starehe ya mpira ndio ile. Leo hatujacheza mpira katuni. Leo tumecheza mpira wa uhalisia. Mpira katuni unaojua? Mtu unampa chochote afu anakuachia goli. Simona KMC leo wamekaza uzi. Lakini tukaambia sisi tunataka tuwaoneshe starehe, alafu tuwafundishe mpira unavyochezwa. Nishukuru sana Mwenyezi Mungu tumepata matokeo, lakini huu niwaambie wana Simba ni mwanzo. Ahmed alisema tutetee nini? Logo ya klabu ya Simba. Wana Simba tuje uwanjani, tusapoti timu yetu izidi kufanya vizuri. Bana Libasi Agei. Mtu hatari sana. Yaani mimi sina haja ya kumzungumzia Libasi Agei. Libasi Agei anazungumziwa na vitu anavyovifanya. Leo mchezaji asifiwi tu. Mchezaji vitu anavyovifanya na ndio anasifiwa. Kuna watu wamemsifia Depo. Mechi mbili za kimataifa dakika 180 hajapiga shuti hata moja. Libasi Agei anafunga magoli hatari sana. Kila mtu kaona Libasi Agei kazi yake. Shabani upande wa pili anasema mmecheza na mgao utamu. Sisi Simba Sports Club, sisi Simba Sports Club ndio tumemuongoza National Ali katika kundi. Na sisi ndio wakubwa wa mpira. Wakubali wakatae. Leo walikuwa wanatuita sisi mwaka robo. Leo wanaitafuta robo kwa mbinde. Mpaka wanakuja kuomba msaada. Nikwambie tu, sasa hivi wanakuja kwenye matawi yetu kuomba msaada. Upande wa pili. Wanakuja kuomba, lakini sisi tuwaambie wakaze wenyewe, wahakikishe wanapambania wanafika ile mwaka robo walikuwa wanadharau. Wajue kwamba ile haifiki kirahisi. Simba akitolewa wengine wote nyau. Wote nyau wengine walobaki. Shabani, mechi ya leo ni kama ile Simba imerudi sasa ambao mnahitaji asali na maziwa. Simba bado. Kuna kitu tunachokitafuta. Kitakapofikia basi kila mwana Afrika Mashariki na Kati atajua leo sasa hivi mfalme wa jango katika Sekafa amerudisha ubora wake. Sisi tunataka kurudisha ligi. Sisi wakati tunafanya vizuri, ligi ilikuwa nafasi ya 4. Leo wenzetu wanafanya vizuri, ligi iko nafasi ya 6. Jiulize kwa kitu. Tunataka kurudisha heshima ya ligi, tuwe nafasi ya 2 au ya 3 katika ubora Afrika. Yes. Viwango vya wachezaji mmoja ni kama mmesajili wachezaji wazuri sana dirisha hili dogo la usajili. Ali Sentiaula. Ali Sentiaula. Sina la kusema. Ali Sentiaula. Leo huwezi kumchukua mtu anakula senene akawa bora bwana. Huyo si ndo Okelo. Angalia chuma kile Innocent Yaula. Hajaimbwa. Kiongozi hajamfuata kwa mabegi mpaka anachukuliwa kamera, anaamka, anaoga, anavaa viatu, anapanda ndege. Wewe unamjua alomleta Innocent Yaula? Kwa sababu watu wanafuata watu wa mpira, wafuati comedian. Ndio maana unaona Innocent Yaula kaja kimya, kazi anaifanya kwenye nini? Kwenye pitch. Leo watu wamechukuliwa kamera, toka mtu analala, anaamka, anaenda kuoga, anakuja tangawizi, anapanda ndege, anarudi uongo. Lakini kila mtu kaona kazi ya ubora wa Libasi Agei, kaona ubora wa Innocent Yaula. Kuna chuma kinaandaliwa hiko. Liemba. Mungu we, nipa uhai mie Shabani Simba Sports Club. Ni muone Liemba anavyofanya mambo. Kwa sababu ndio kwanza mwalimu anamuandaa, kuna vitu bado hajavikamilisha kwenye programu yake. Akivikamilisha huwezi kutuletea wachezaji wa kuokota sisi kwenye ligi hii. Sisi tunataka kurudisha heshima ya ligi. Tutoke kwenye namba 6 tuliyoshuka tuwe namba 4. Na tunataka kuongeza point. Ngoja watu niwaambie. Leo tunaenda timu 4 kwa sababu Simba point tunazo nyingi kule CAF. Mwaka huu tumefeli, tumeishia makundi. Tunataka mwakani tupambane turudishe heshima ya kuzidi kuimarisha kuwa na timu 4. Wengine washashindwa. Mtu ana pointi 9 lakini 0. Lakini hamna kitu. Azamu ana pointi 9 lakini 0. Sasa unafikiri mtu ana pointi 9 lakini 0? Hapo nafikiri kuna nini? Kwa hiyo mimi niwaambie wana Simba na Watanzania wote, sisi ndo wafalme wa jango kwenye Sekafa. Sisi ndo tunalinda heshima ya nchi. Sisi ndo wenye mpira wetu katika Sekafa. Wengine wote comedian tu, lakini sisi ndo wenye mpira wetu. Ni kama mliandaa linahitaji kulipuka machi moja. Sisi tunataka kufanya vizuri kwenye mashindano ya kimataifa. Machi moja ni mechi ya kawaida sana. Fikiri nikwambie bro. Hatuchezi mpira mipango. Sisi tunacheza mpira football ambao kila mtu analizika nayo. Mipira hiyo ya mechi moja sio watu washaanza kufanya mipango. Vilembwe vyao vishaondoka. Kule mbele sasa hivi watu hawaelewi Kiswahili, watu wanaongea Kifaransa. Hata ukifanya mipango ya Sansalova watu wanaongea Kifaransa. Umeona watu walikuwa wanapishana leo. Mwingine anaenda huko, mwingine anarudi huko. Yaani kama gari yako atakuibia huyu, ukigeuka huko unaona watu wanapishana. Huyu anaenda huko. Yaani kama ndio Simba anapoenda kule mbele. Sasa sisi tuambie, afisa mipango wote wameshaondoka. Sasa hivi vijana wa kazi. Simba tunataka kurudisha heshima ya mpira Sekafa. Kuna swali lingine?
Swali ni Shabani kwa Oura. Wachambuzi wengi sana walikuwa wanasema kama Simba Sport Club pale mmepigwa, mmesajili mchezaji ambaye alikuwa ana injury sana, pancha nyingi. Pengine hichi anachokionyesha na ajibu wachambuzi wa soka Tanzania kwa vitendo. Timu yetu haichezi kwa sababu ya wachambuzi. Timu yetu inacheza kutokana na benchi la ufundi na programu iliyotengenezwa. Ndio maana nimekwambia watu wakati kuna wachezaji wao wameenda kuwafuata, mtu kaamka ndani kwake kachukuliwa kamera, kaamka kaoga kachukuliwa kamera, kaenda bafuni kaogea sabuni ya yu kachukuliwa kamera, kapaka perfume kachukua, kapanda ndege kachukuliwa kamera. Innocent Yaula alienda kumchukua, unamjua? Yule sisi watu wa mpira hatucheze comedian, tuambie hivi, ile ndio Simba Sports Club. Tunatengeneza vipaji. Nilisahau kitu kimoja. Mwamba baada ya kuondoka kuna fuse aliichomoa Simba. Kumbe mimi jua kaenda nao kwenye timu zingine, kumbe kuna sehemu aliificha. Karudi Simba ile fuse kaenda kuitoa, alipoificha kaichomeka tena. Ana disconnect kila kitu kwenye Simba Sports Club. Kila mtu analiza. Niambie Mtanzania gani ambaye mpaka leo anamuona Mwamba ana chochote anachokifanya? Nitajie mmoja, huyo mnafiki. Kila mtu kapata starehe, au uongo? Na umeenjoy Shabani. Lazima uenjoy kwa sababu yeye ndo afisa mipango. Kila mpira ukitoka huko anapewa yeye. Alafu yeye ndo ana disconnect sasa kwamba sasa hivi tumemwambia usifanye speed. Wewe sasa hivi tulia, vijana wafanye kazi. Wakina Innocent Yaula, wakina Libasa Gay wapo. Kwa nini Mwamba umpe kazi wakati wapo akina Simfuko? Wapo akina Yusufu Kagoma. Hiyo ndio starehe ya bwana Simba. Wana Simba, Morris Abrahamu aende hangaika na Chama hangaike. Chama na stop. Ameshachomeka switch zake, anatengeneza tu disconnector na watu wanafanya mambo. Wana Simba, tuipende Simba yetu. Hii ndio Simba yetu, hata tufanye nini. Mambo mengine yote yanatokea, turudi uwanjani, tusapoti timu yetu. Tukutane Jumamosi Benjamin William Mkapa. Hapo sasa, hii leo ilikuwa trailer ya Ondo Sister. Picha kamili, Chuck Norris Blood Oak. Uwanja Benjamin